Sasa baba alituita akawa akatuambia umuhimu wa miguu na nguvu ya mwanadamu katika baraka ilitoka miguu. Manake huwezi kulala magari kulitaka hata kama magari. Kwa nini sasa hivi utabarikiwa kutoka? Manake hii utoke lazima uwe na miguu tena. Sio ndio mambo sana. Sio kama hiyo. Ili ubarikiwe lazima upige hatua. Halafu ndipo hata unajali uingie kwenye gari. Na hii gari itembee lazima miguu ifanye kazi. Kama naelewa. Sasa baba alituita akatubariki miguu akasema mwanangu. Na hii baada ya nchi nzima. Ili watoto wote wa ufunuo miguu yao wabarikiwe wanapotoka nyumbani. Na pia wanapokwenda kwenye kazi zao wabarikiwe. Ili wasitoke wakati bila pesa katika jina la Yesu. Alikuwa anatoa sadaka. Maana ile labda sasa inayofanya usifikie piki ya mafanikio lazima iwe kwa jina la Yesu. Maana sasa hivi utabarikiwa utokapo na utabarikiwa ujao. Maana unapoamka asubuhi kwenda kazini miguu yako inabarikiwa. Sisi aliyenego unapokwenda unakutana na kitu kimeandaliwa kwa ajili ya fedha na watu. Halafu unaporudi nyumbani fedha zinazungumza. Halafu unapokuja kanisani unakuja kumtukuza Bwana fedha. Haleluya. Akatuombea wale wote mtandao akatuombea na nililia sana kwa sababu kwa mara ya kwanza kushikwa unaosha mguu na baba. Nililia sana. Mama yangu akaona akaniambia naomba nilete sadaka Mwanza. Niliwaletea. Watoto wanajua vumbi niliwaletea. Watoto hapo waliapo. Na haitakusogelea. Usisema bila pesa. Unatembeza mbele. Hebu useme ya kusema kwa jina la Yesu. Kila laana inayozuia ninapotoka nyumbani narudi bila pesa ninaikataa kwa jina la Yesu. Na ilaani na kutasa miguu yako nataka niwe gari nijenge nyumba nitoe pesa kanisani kwa jina la Yesu. Kila kamba zilizofunga baraka zako lazima ziachie kwa jina la Yesu. Piga kelele sana. Baba alisema katika ubaya haiwezekani tuongoze Wakristo ambao hawana hela. Haiwezekani tuongoze waumini ambao akitoa mtu milioni moja anajisikia vibaya. Wakati akiwa mtu akitoa milioni moja kama sisi ni mzigo. Huyu ni nani? Sio kwamba leo nimeshaona pesa haya. Sio kwa sababu niko na wewe. Ukitoa milioni na kujibu. Ukitoa laki na kujibu. Kwa wakati. Ngano kwa ngano. Inafanya mtu akiona mwenzake akitoa milioni anajinua Mungu. Ni maskini. Inayotesa na shughuli zako ni maskini. Na zikimuondoa maskini utakuwa wewe shida. Utaona sana. Ndio na waseme
Kuna mwana wa uvumi hapa semena sana. Mimi kule Morogoro hapa kwa hapa kwa hii. Morogoro ni kwa kitu moja. Kiongozi wangu mmoja akapaa kunipa ushauri. Baba nimekuja kushauri. Na yeye ndio ushauri wako. Kanisa lina mambo mengi. Ndio sawa kabisa. Tuna jezi, tuna nini, si mara nini. Kwa hiyo mambo sasa sipungue. Sisi sasa. Maana anaweza kama mara sisi tunatekeleza. Mara sisi tunakuinuliwa. Kwa sasa mambo yanakuwa ni mengi na watu hao. Nikamwangalia